amri ya 4. Ikumbuke siku ya Sabato. Ukaniambia ni nini? Ni Jumamosi. Nipe andiko 16 Maliko. Jana Maliko 16 mstari wa kwanza na sio Musa. Nipe Maliko 16. Maliko. Si umesema nikupe andiko, mbona waniangalia? Yaani wewe nisomewe. Huyu jamaa mimi namshangaa. Ameniambia wewe unazikubali sheria za Musa. Sio yeye aliniambia. Ama ni mtu mwingine? Akaniuliza hizi sheria za Musa unazikubali? Nikamwambia zote nazikubali. Akawa amri ya 4. Katika New Testament kwani hakuna Sabato? Mimi sina shida. Iko Sabato. Na shida ya kuongea sana ni tuache tusomewe. Old Testament iko Sabato. Old Testament. Kuna masabato yako pale. Nakuuliza hivi, unaamini sheria alizopewa Musa? Ndio. Zote? Ndio. Ama nusu? Zote. Alipewa Sabato ni Jumamosi. Andiko. Walimu andiko liko lakini hutapata Jumamosi. Andiko liko lakini Jumamosi hutapata. Aliona malaika na alitaka kusujudia yule malaika. Na malaika akaongea vizuri akamwambia usifanye hivyo. Mimi ni mjoli wa ndugu zako manabii. Sasa nilikuwa nataka nijue sababu ya kuongea kuhusu Musa, sababu nimesikia umesema ingekuwa si Musa maneno mengine amungekuwa nayo. Kwani huyu Musa tunafaa kumsujudia Mungu ama tunafaa kusifu Musa ama ni nini? Ama ni mimi nimeelewa vibaya? Naomba tu nielezee kwa kiufupi tu tafadhali. Wewe umeelewa vibaya. Musa kwanza. Musa ako katika mitume 5 ambao wanaitwa ulil azmi na rusul. The great 5 prophets ambaye sio sawa na manabii wengine. Wao cheo ni tofauti kabisa na manabii wengine. Ndio. Na Musa yeye kwanza, kwa nini Musa alikuwa akiongea na Mungu moja kwa moja. Anaitwa kalimullah. Yaani yeye alikuwa akizungumza na Mungu moja kwa moja. Ndio. Sio kuletewa malaika, sio kuletewa ndoto, sio kutumiwa malaika Jibril, alikuwa akiongea na Mungu moja kwa moja. Kweli. Ndio maana unaona cheo chake na daraja yake, na nikakwambia yeye katika Qur'ani ukitaka kujua uzito wake na utukufu wake, kwanza yeye ndiyo mwanadamu peke yake. He was sentenced to condemn na hajazaliwa. Maana baada ya kuwapigia ramli, akaambiwa kuna mtoto atazaliwa katika Banu Israeli atakunyang'anya ufalme, akasema kila mtoto akizaliwa akatoa hukumu. Yaani Musa hajazaliwa lakini hukumu yake ya kuuawa ishatoka. Umeshaona hiyo? Kwa hivyo Musa sio mwanadamu wa kawaida. Nikisema sio mwanadamu wa kawaida sio kwa sio mwanadamu, ni mwanadamu, ana baba na mama. Lakini ukiangalia matukio yake ni matukio ya historia kubwa. Kwanza ndo mwanadamu aliyehukumiwa kabla hajazaliwa. He was sentenced to condemn before he was born. Musa alipozaliwa mama yake akawa na hofu, akamtupa kwa mto potelea mbali. Yaani amezaliwa na bado anatupa afikirie mbali. Kisha ananusuriwa Musa, analelewa katika nyumba ya Farao, na huyu Farao ndio adui ya Musa. Sio kama unaelewa matukio. Naelewa. Sio historia yake. Yaani huyu jamaa ni adui ya Musa, alikuwa anasema Musa afanye nini? Na hajazaliwa Musa, amezaliwa yeye tena ndiye amemlea kwa nyumba yake. Ndio. Baada ya kutoka hapo Musa akapata utume. Akaona kijiti kinawaka, akaulizwa ya Musa, ni nini ulichokishika hicho? Nasikia sauti ya Mungu. Kwa hivyo Musa akawa yeye mazungumzo yake na Mungu ilikuanga ni moja pamoja. Akitaka jambo ni moja. Sasa hapo nimekuelewa. Ndio. Na nimeelewa ile kitu ulikuwa unazungumzia. Ndio. Nimeona ni mimi nilikuwa naelewa makosa na kubaliana na wewe. Ndio. Kuna swali lingine. Nikasikia umesema Mungu tunasifu wa Kristo. Unajua sitaki kujiingiza huko kwa Kristo sababu wa Kristo si dini hiyo. Ndio. Na kwa vile wanaelezwa wala kwa vile wanajifunza, na jambo nimesikia ukiongea. Wakristo wanasema Yesu ni Mungu. Ndio. Na ni kweli Yesu si Mungu. Kabisa ndugu yangu. Simepatia kwambia na kupendea na uogopi mtu. Ni sawa, wacha tuwafunze kwanza basi. Nikasikia umesema Yesu si Mungu. Ndio. Lakini kuna ingine umesema hapo ukasema Mungu haezi azai ni short. Ndio. Ile mnajua kabisa. Na nataka uniambie wewe unaamini Yesu kama nani? Mimi namwamini Yesu kama vile tena mtume na sio mtume wa kawaida. Ni mtume ambaye ni wa ajabu. Yeye kuzaliwa kwake kumekosekana mbegu ya binadamu. Ndio. Kuzaliwa kwake ndiyo mwanadamu peke yake ambaye shetani hajamkaribia. Ukweli. Umenielewa? Alafu alizaliwa ili Mungu amfanye
awe ni muujiza, sio kwa wana wa Israeli, awe ni muujiza for entire universe. Ni nabii kwa wana wa Israeli, lakini kuzaliwa kwake na utume wake, it is a miracle to the universe. Okay, sawa. Hata simamia hapo. Unaongea naelewa, sikatai. Niko na swali lingine. Ndio hata umenijibu. Ndio. Na umejibu vizuri. Lakini niko na swali. Ukasema hajazaliwa kwa, umesema hakuzaliwa kwa wana wa Israeli peke yake. Yani kuzaliwa kwake, ile birth. Yes. He was born miraculously to be a miracle to the universe. Kwa sababu ndio mwanadamu ambaye amekuja pasina uwezo wa nani? Wake. Pasina uwezo wa mwanaume. Pasina mwanaume kutingiza kiuno, yeye akazaliwa kwa temko lililotoka kwa nani? Kwa Mungu. Akafanywa awe ni muujiza, kwa sababu unaweza kuniambia kuna mtoto mwingine amezaliwa pasina baba ambaye wewe unamjua? Hakuna. Umeona? Hapana. Japo amezaliwa kwa wana wa Israeli, lakini his birth, miraculous birth, is a miracle to the universe. Na ndio maana hata tunasema huyu hawezi kushikwa na watu wa wezi, majambazi, Warumi, najisi, watu mshirikina, eti washike kiumbe kitukufu. Tena hajazaliwa, Mariamu anaambiwa na malaika, nikupe mtoto mtakatifu. Sijui kama unajua utakatifu. Yani yeye hajazaliwa na tayari amekuwa declared the holy one. Alafu aje ashikwe na watu majambazi hawajui hata kutawala, eti wamweke juu ya miti. Hiyo sitakuwa ni, tutakuwa hiyo hata si ingii kwa akili. Sasa itakuwa hiyo si muujiza tena hata kidogo. Lakini kuzaliwa kwake Mwenyezi Mungu alitaka kuprove kama angeweza kupatikana pasina baba, na vile vile hamwezi kumshika mkamuua. Unajua mahali tunapoteana na wewe ni hivi. Kitambo wakati, lakini tumeelewana kwa sababu gani? Yeye ni muujiza, tunamwamini kama nabii, lakini kuzaliwa kwake hakukuwa kuzaliwa kwa kawaida. Kulikuwa ni kuzaliwa kwa muujiza. Alizaliwa kwa wana wa Israeli, lakini kuzaliwa kwake kumebaki muujiza kwa dunia nzima. Ni kweli, nakubaliana wewe. Kwa kukuelewa nakubaliana na wewe. Ndio. Lakini niko na swali. Wakati unasema watu wakamshika ndio wamtundike kwa mti, watu ambaye kwanza sio wasafi. Wale Warumi ni watu kwanza waamini Mungu, si kweli? Na wale wa Greek ni watu washirikina. Hata huyu mwenyewe, imagine huyu shetani hajamgusa. Shetani, si unajua shetani na hajamgusa, anamuogopa kwa utakatifu wake na utukufu wake, kwa sababu yeye ni neno lililotamkwa na Mungu. Akafanyaje? Akazaliwa. Vipi watu mikola majambazi na nini wamshike? Lakini ndugu yangu, hata kama sijui Biblia sana, ndio najua kwamba kulingana na wakati wa kitambo, watu kwa vile walikuwa wanaomba Mungu, walikuwa wanaomba kwa njia ambayo haikuwa inafaa, haikuwa inampendeza Mungu. Ndio. Na naona kwamba nikiingia tu kwa hii Biblia, hata kama nisijui ni andiko gani, ndio najua kwamba Mungu alikuwa anamtoa ili tukue tukifikia Mungu tupitie kwa mwana, kupitia kwa maandiko venye iko. Sababu ukisoma Yohana 3:16, kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu alimtoa ili yule atakayemwamini asipotee, kwa yule atakayemkosa kumwamini ati atahukumiwa. Itakuwaje uniambie wale watu ambao walikuwa wanamshika ili wakamuue, walikuwa wanamuua ili andiko litimie? Wewe haiwezekani. Kwa sababu gani? Ndio. Kwani hebu tueleze, wewe unaamini Yesu alizaliwa kimuujiza? Naamini. Wewe unaamini yeye mwenyewe ni muujiza? Ndio. Nini maana ya muujiza? Ukinieleza tu kwa elimu yako ndogo, hata mimi na wewe hali yetu ni moja. Muujiza ni kitu ambacho wewe kwa vile mimi naelewa. Ndio. Muujiza ni kitu ambacho kwanza wewe huko unakitarajia kihappen, lakini kimekuja kuhappen penye wewe hujui. Kwa ufupi, muujiza ni kitu ambacho hakiji kwa akili ya mwanadamu. Something that impossible is made possible. Kitu ambacho sio cha kawaida kimefanywa kuwa cha kawaida. Sio muujiza. Sasa ikiwa huyu ni muujiza, atashikwaje na mikono? Huyu ni muujiza. Ni muujiza, ni mtakatifu. Atashikwaje na mikola? Alafu tena angalia, hii imani ni imani imetoka wapi? Hakuna mahali Mungu alisema watu wachinjwe wapate wokovu. Kwa sababu hata mafundisho ya Yesu mwenyewe alisema, alipoulizwa mwalimu tuombe vipi, akasema nanyi mkiwa kuomba ombeni hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako utupe riziki yetu, kama hivyo mpaka mwisho, sivyo? Na utukufu na baraka na uwezo ni wako hata milele na milele. Amina. Si kweli? Ndio. Hii ametufundisha. Si kweli? Kweli. Ametufundisha kuomba. Tumuombe nani? Mungu. Sasa inakuwaje yeye, yani
tuseme sisi Waislamu tunaweza kuwa hatuelewi, akili yetu ni kidogo, ni akili yenu mingi, lakini sisi tunajaribu kuvuta ile picha ya Qur'ani. Anasema huyu mtoto amekuja amezaliwa kimiujiza, awe ni muujiza kwa ulimwengu, sio kwa wana wa Israeli, ulimwengu mzima kuzaliwa kwake. It's very unique. It's very unique. Very unique. Sasa hapo ndo tunarefute, haiwezekani kwa Mungu, hawezi kufanya hivyo. Kwa sababu kama shida, mfano Yesu amekuja uwawe kwa sababu gani? Sababu ya Yesu kuuawa. Alikuwa na uawa sababu kulingana na kuelewa kwangu, usiniambie ati hiyo haiwezekani. Sababu ni penye naelewa kutoka kuzaliwa kwangu. Hiyo ni haki yako, wewe nieleze. Kwa sababu ya Yesu kuuawa, alikuwa wewe sababu ya dhambi ya watu wote. Ili akikufa kwa wale wote watakao muamini wataokolewa. Sababu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kulingana na penye mimi naelewa. Mimi na maswali na maandiko. Mimi na maswali matatu. Uliza. Kama ni hivyo, wewe wakati Yesu anauawa ulikuwa umezaliwa? Mimi sikuwa nimezaliwa. Miaka ngapi imepita ndio uzaliwe wewe? Hata sijui. Ulikuwa umefanya dhambi gani ndio yeye auawe? Sasa kulingana na maandiko na venye nimehubiriwa kwa kanisa na vile nimesoma Biblia, ni sababu ya dhambi ya Adamu. Aha. Sasa ndio unakuja. Utakunywa nini? Hebu nieleze kwanza, nitumane. Na kuona wewe unaelewa vizuri. Utakunywa nini? Ni kwa heshima tu. Nitakunywa kasoda hivi. Kasoda, kani Coke, Fanta, Sprite. Sprite. Jamani, leteni ka Sprite ka half volatile. Shaka Sprite baridi ama warm? Hata yoyote yenye itakuwa. Baridi nzuri, ile half liter ya chupa ile ya plastic Sasa rafiki yangu, kwa hivyo Yesu anauawa kwa sababu ya dhambi aliyotenda baba yetu nani? Adamu. Na aliyemfanya Adamu atende dhambi ni nani? Mkewe. Na mkewe mwenye alifanya Adamu atende dhambi nani? Si ni Shetani. Very good. Kati ya Mungu kuua Shetani na Yesu, nani anafaa kuuawa? Kati ya Shetani na Yesu ni Shetani. Sasa muue nini Yesu na Shetani bado? Unajua ile kitu iko. Sijui mnanielewa. Aliyemfanya baba yetu auawe atende dhambi ni Shetani. Sasa Mungu badala ya kuua Shetani anamuua Yesu asiyekuwa na dhambi. Lakini baada ya kumuua Yesu bado dhambi inaendelea. Lakini kwanza sababu ile dhambi ilitendeka. Ngoja kidogo. Sijui kama unanielewa kwa kuelewa, lakini simamia hapo. Wacha kunipeleka haraka my friend. Ile kitu iko kwanza, wakati Shetani alifanya ile jambo, Mungu alimpunish kwanza. Ndio ajue kwamba ile dhambi, ile kitu ametenda ni kitu mbaya, akampunish. Na vile vile akamwendea yule mwanadamu aliyedanganywa na Shetani, pia akampunish. Na ndio maana wakati Mungu aliona hata tutupilia mbali, akaweza baadaye aliweza kumtoa yule mwana ili akufe kwa ajili ya ile dhambi ya yule mtu wa kwanza. Ndugu yangu, ndio Titus. Yes. Uone hapo Mungu is unfair. Kwa maoni yako wewe, uone Mungu is unfair? Ako sawa kivipi? Aache kumuua Shetani ambaye alimfanya baba yetu afanye dhambi, na dhambi ikaingia duniani. Leo dhambi iko hakuna. Wewe ukiuwe mtoto wako asubiri dhambi ngoja kidogo. Dhambi yuko haiko? Dhambi iko. Inaendelea haiendelea? Hata sasa hii inaendelea. Nani mwenye kusababisha hiyo dhambi? Ni mwanadamu. Anasababishwa kwa ushawishi. Shetani analeta kwa mwanadamu. Very good. Sasa huyu Shetani ndio yule aliyemshawishi baba yetu? Ndio, Adamu akakosea mpaka akatolewa peponi, si kweli? Ndio. Mungu akakataa kumuua Shetani ambaye ndio mwovu mpaka leo anafanya watu wafanye dhambi. Amngoje Yesu asiyekuwa na hatia, ama Yesu ana hatia? Hana hatia. Yesu ni mwenye dhambi? Si mwenye dhambi. Yesu ni mtakatifu? Ni mtakatifu. Kwa nini amtoe Yesu amuue badala ya kumuua yule aliyefanya dhambi na mpaka leo? Na baada kwa imani yako sisi hatuamini Yesu ameuawa, dhambi bado iko na Shetani yuko. Wani Mungu ni kama hatumwelewi? Kwa nini sasa? Sababu yule anayesababisha tufanye dhambi tumwasi Mungu yuko, hajamuua. Yule ambaye alikuja kwa utakatifu hana dhambi, kwa kuleta ujumbe Mungu amfanya auawe. Naweza kuuliza swali? Niulize. Kwanza jibu hilo. Kwanza wacha nikuulize. Niko ndani tu ya hiyo. Si kando na hiyo. Unakoma. Ndio tuingie katika uzima wa milele. Ndio. Watu waingie katika uzima wa milele. Watakuwa wamepitia njia gani ili waweze kufika katika uzima? Mbele kidogo tu. Kidogo kama kufanya hivi. Aje sasa sababu sasa umepata. Very good. Kuingia uzima wa milele ni kama kupepesa jicho. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe
Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ni sawa. Ni sawa. Jibu tumaliza. Na mwana Yesu Kristo. Sawa. Na Yesu Kristo uliyemtuma sio mwanawe. Ni sawa. Kaida sielewane. Kupata uzima wa milele hakuna haoni bashakara. Anasema nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Najua mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Na mimi kwa sababu nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Kwa hivyo kinachotakikana sisi kupata uzima wa milele ni kumwamini nani? Mungu. Na tunapata uzima wa milele. Kama andiko Yohana 17 simamia hapo. Na hiyo swali ikipotea hata katika Uislamu, sikia hata katika Uislamu, mtume anasema man qala la ilaha illa Allah akhir kalami dakhala aljanna. Yeyote atakayesema maneno haya la ilaha, hapana mola anayefaa kuabudiwa kwa ukweli, ataingia katika uzima wa milele. Ni sawa. Sikatai. Hata umenijibu vizuri ndugu yangu. Lakini nataka nikuulize, nikikosa kumjua ule Mungu kulingana na vile maandiko inasema, mimi ni mwenye dhambi ama si mwenye dhambi? Sasa umeniambia maandiko inasema kumjua Bwana ni hivi na hivi venye umeeleza. Sio mimi ni maandiko na maandiko. Sawa, si umeongea maandiko. Maandiko imeongea na wewe utarudia. Ndio. Nikikosa kumjua hivyo maandiko inasema mimi ni mwenye dhambi, sababu watu wamekataa huyu Mungu ambaye ni wa pekee na wakafuata miungu yao hata wakashika mambo yao. Hao si wenye dhambi. Hawatu wewe ukikataa kufuata maneno ya Mungu. Wewe sio mwenye dhambi bali utakuwa umekataa, unaitwa umekufuru. Na sasa si mtu wa kukufuru ni mtu mwenye dhambi ama si mwenye dhambi? Mtu mwenye kukufuru maana yake amekanusha, hataki. Ni muasi ama mwenye? Sasa ndio umekuja kwenye ni muasi, amemwasi nani? Amemwasi Mungu. Very good. Sasa ndio nakuuliza, ili kukataa kuasi huyu Mungu lazima tumpokee Mungu ili tuache kuasi. Very good. So kivipi? Kwa kumwamini yeye ni wa pekee yake na wale mitume waliotumwa. Na hata rafiki yangu, hebu nitakupa maandiko ya zamani 20 Nyakati wa Pili. Msikize tu hapo. Ili kufanikiwa na kudhibitika ni kumwamini Mungu na manabii wake. Period. Unaingia peponi yani kama SGR ama expressway. Mfano mzuri sana. Ukipanda expressway unapatanga jamu. Hapana. Hivyo ndio kuamini Mungu na mitume wake ni expressway ya kwenda peponi. Tusemeni la ilaha Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Wa pili nasema hivi, wakaamka asubuhi na mapema, ndio wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, ndio Yehoshafati akasimama akasema, ndio sikizeni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika, ndivyo mtakavyofahamu. Intansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Mpe anayo, niko nayo, ndio nakusubiri. Nimesikia andiko. Umesikia andiko Ndio. Kwa hivyo kufaulu kwa mwanadamu ni kumwamini nani? Mungu na mitume wake. Kuisha yani hiyo ni expressway ya kwenda peponi. Sasa niko na swali lingine. Lete. Mimi ukinijibu na andiko nakubali. Asante. Sitakataa. Lakini usinijibu na Qur'an. Okay, iko hivi. Qur'an unajua ni chuma. Hapana. Maagizo ya wanadamu. Juzi wakati nilikuwa hapa, kuna kitu nimesikia ukiongea. Ndio. Na nikakosa nafasi. Ndio. Nikasikia ukisema Waislamu wanafaa kutaja Mungu wao kila wakati. Ndio. Na hivyo ndivyo Mungu anapenda. Ndio. Na mimi nikikuja kwa Biblia napata andiko ikisema katika Hamuli, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ndio. Imekuwaje nyinyi huyu wenu ni wakutajwa hivi? Umeona Nimesema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Umeona Kwa hivyo unafaa kulitaja kwa nini? Kwa sababu. Sio kulitaja bure. Sababu moja. Na unipe andiko tafadhali. Unipe andiko. Sasa sababu nini hata ni andiko linaongea. Sasa hapo ndugu yangu wewe unaninyonga na kamba na utaki nipumue. Sinataka ukiniambia umeniambia nisikupe Qur'ani. Sasa nitakupa wapi wakati haya maneno nilikuwa naambia? Kwa Biblia sababu mimi naamini Biblia. Sasa Biblia rafiki yangu haya mpe huyo. 4:6 kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4:6 ama ni 6 mpe 4:6.
Takupa tu rafiki yangu. Takupa tu. Mimi sina wasiwasi, ingawa unaninyonga, umeniwekea block. Umekuwa Supreme Court ya Kenya. No evidence na utaki nikupe maandiko. Sasa kufanyaje? Lakini nitajikaza hivyo hivyo. Changamka mwalimu wangu. Aya kutoka 27. Kumbukumbu la Torati 6 na uyafunge maneno haya yawe kwa kila mahali. Kumbukumbu la Torati 6:4 Torati. Kumbukumbu la Torati 6:4 ama 6:4 ama 6:4 ama 6:4, sijakosea. Haya mwalimu wangu. Niko hapo. 6:4 ninasema hivi. 6:4 nasema mwalimu wangu. Ndio. Imekatika hii, haipatikani. Na kwa hii nyingine. Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Twende. Inaendelea na kusema hivi. Ndio. Nawe mpende Bwana Mungu wako. Kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya. Ninayokuamuru leo. Yatakuwa katika moyo wako. Nawe uwafundishe watoto wako. Ndio unaona Waislamu wanapeleka watoto Luksi wakasome dini. Tuendelea. Kwa bidii na kuyanena uketipo. Sikiza. Hajapigia. Rudia tena. Na kuyanena uketipo. Wafundishe watoto wako, anzia hapo. Inasema hivi. Sikiza vizuri. Nawe uwafundishe watoto wako. Kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na utembeapo njiani. Na ulalapo. Na uondokapo. Yeye anasema alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ila al-akhir aya. Nitakuja kwa hiyo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Yafunge kwa mkono tasbih. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Unajua nini utepe? Utepe ni nini? Sijui nionyeshe ama uniambie ni nini. Sasa unaniambia nishike sanamu nipeleke wapi? Hicho sanamu. Sababu ya kusema hivyo. Titus, naomba unipeleke Titus. Sasa hii ni sanamu ya nini? Sasa wacha nijieleze ya nini. Nijibu, hii ni sanamu ya nini? Ndio nataka kukuelezea. Kwa maandiko. Nyamaze. Kwa maandiko. Si maandiko, lakini kulingana na mimi. Wacha mwalimu. Basi wacha amalize alafu nitakupa nafasi. Amemaliza, wacha nakuulize. Mpe. Uyafunge kwa mkono wako. Inasema hivi. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Nayo yatakuwa kama utepe. Katikati ya macho yako. Subhanallah walhamdulillah. Unavuta ukiona Tena yaandike juu ya miima ya nyumba yako. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Na juu ya mlango wako. Tena inatosha basi mpe. Anayo. Niko nayo. Lakini umepotea sana my friend. Mimi nimeuliza swali moja. Maandiko ikasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Na maandiko ikatuambia vizuri. Sikiza Bwana, inasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu asemaje? Bwana ndiye mmoja. Sasa hiyo ni maneno ambayo Mungu anaongea. Bwana ndiye mmoja. Sijakataa, Bwana ni mmoja. Na maandiko inaendelea kusema nawe mpende Bwana kwa moyo wako wote. Ni sawa? Na mpenda, sikatai. Lakini hapa kuna kitu anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hilo ndilo nataka. Hiyo hapo inaendesemaje ndugu yangu? Mimi sikusema mtu ataje jina la Bwana Mungu wake. Nimesema mkumbuke Mwenyezi Mungu wakati wowote. Na kwani kumkumbuka ni kutaja jina lake? Ni kutaja Allahu Akbar. Kwa nini usitaje?
Hiyo mwalimu hatutaelewana hata kidogo. Wewe tusielewane, lakini andiko linasemaje? Wacha akusomee. Mimi sitaongeza na sitakueleza. Ulimwengu uone wazi wewe unakataa maandiko. Ulimwengu uone wazi leo Titus anayakataa maandiko. Sio mimi, usitusukumie sisi, wacha maandiko yajieleze. Umtaje Bwana Mungu wako ukaapo, utembeapo, ulalapo, umtaje. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Subhanallah. Najua Biblia inasema wazi jua linawaka. Tumtaje Mungu kwa kusimama, kwa kuketi, kwa kutembea, kwa kulala. Na Biblia inasema hivyo hivyo. Sasa anasema hakubaliani, ananiambia mimi sikubaliani na Biblia. Na aliniambia nisimpe andiko la Qur'ani. Sasa nitamfanyaje huyu? Sinimwachie Mungu? Mwalimu, twende. Kwani hiyo aya anayosema hiyo andiko ametoa inamsaidia nini? Hajatoa andiko, amesema. Maana ndio iko hapa. Yeye amesema usinitaje, lakini hajatoa. Na Yesu akasema katika 18:18 Luka, imekupasa kumwomba Mungu siku zote 24/7. Allah akatuambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waislamu wakayashika hapa, wenzetu Jumamosi mpaka Jumamosi, Jumapili mpaka Jumapili. Inna lillahi. Mwalimu, soma hiyo andiko tena na usiongeze chochote. Inasema hivi. Ndio. Tuanzie ngapi mwalimu? Hapo hapo ulipoanzia. Inasema hivi. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Ndio. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mpende. Sasa utapendaje? Jamani, huyu jamaa anatudanganya. Imagine Mungu, wewe ukiwa unapenda msichana, haumuliziangi mistari. Wallahi wankuchale. Na jamani, unasema uzee ama unapendanga tu msichana alafu unanyamaza? Subutu. Jamani, inaingia kwa akili. Yaani msichana ukimpenda unaambia wallahi Fatuma wankuchale, wallahi wewe ukienda hivi ni kama Kenya, basi ukirudi ni kama airplane. Unasema mambo mazito. Sasa itapendaje Mungu alafu unyamaze? Ikiwa mwanadamu msichana unataka kumpenda umuoe, unarusha. Jamani, ukipenda msichana alafu unyamaze, utampata? Subutu. Jamani, semeni kweli, utampata? Hapatikani. Sasa vipi mwanadamu unampenda unarusha mistari? Kumpenda Mungu etunyamaze. Mungu bila kupenda sana. Jamani, sijaona kumpenda Mungu. Wanasema Waarabu, mana haba shay'a, mtu mwenye kukipenda kitu anakitaja mara zote. Mana haba shay'a, mwenye kukipenda kitu anafanyaje? Anakitaja, anakikariri, anakirudia. Hiyo ndio kuonesha unapenda kitu. Huwezi kupenda kitu kawa silent, utakuwa unatuenjoy. Haingii kwa akili. Ninatoa hizi mifano ili ziingie kwa akili ya mwanadamu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kupenda lazima udhihirishe. Kilichoko ndani ya moyo ndio unafanya nini? Waislamu nisajeni. Kinachokipenda katika moyo unafanyaje? Watu wakipenda Manchester wanaisifu au waisifi? Ukipenda mchezaji fulani unamtaja au umtaji? Sasa kumpata hiyo ni dhambi. Sheikh amenikumbusha. Sio dhambi baby, sio dhambi. Haiko kwa dhambi wala haramu. Lakini watu wanapenda vitu wakavitaja. Sasa kupenda kitu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kumuonesha unampenda, ambia Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illa Allah. Unamtaja Mwenyezi Mungu. Na akasema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wanamtaja Mwenyezi Mungu kwa kukaa, kwa kusimama, kwa kulala, kwa kutembea, wanamtaja. Hii ndio kumfuata. Hata Mwenyezi Mungu akatwambia, in kuntum tuhibuna Allah fatabiuni. Ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu, tumfuate nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumfuata mtume ndio kumpenda Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtume amekuja na yale ambayo alipewa nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akatufundisha sisi katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Twende mwalimu, malize. Inaendelea na kusema hivi. Ndio. Inaendelea na kusema na kwa moyo wako wote, na mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Twende. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watoto wako. Sasa jamani, unampenda Mwenyezi Mungu, kuwafundisha watoto wako alafu unanyamaza? Unapenda Mungu na maneno yake na
na sheria zake, uwafundishe watoto wako kwa sababu nampenda Mungu na nyamaza. Watoto watajua inna lillahi. Twende mwalimu wangu. Inaendelea na kusema uwafundishe watoto lazima utawatajia saa zote, uwafundishe asubuhi mpaka usiku. Nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Na kuyanena. Uketipo mpe. Anayo. Na kufanya nini? Na kuyanena. Umakati uketipo. Kama umesimama, kama uketipo. Na kama unaenda. Kama uketipo. Kama umelala. Unafanya nini? Nayataja, nayanena yale maneno. Kwa roho ama kwa mdomo? Kwa roho, hata kwa mdomo si vibaya. Lakini mwalimu kazi kidogo tafadhali. Mwalimu wangu, naomba nikuulize swali. Umeniuliza sana. Haya maneno sitakataa na ni Biblia imesema. Lakini maneno ambayo yanasemwa pale si hapo hata hakuna jina. Unaona? Lakini ni sawa. Wacha nikubaliane. Wacha nikubaliane. Mimi nakubaliana nayo. Na uketipo uyafanye nini? Ni yanene. Unanena kitu hakina jina. Na yanena sababu yameandikwa. Nimpende Bwana Mungu wangu. Na maandiko yananiambia katika waraka wa kwanza wa Yohana. Hivyo unanena nimpende Bwana Mungu wangu, si ndio? Nafundisha watoto nini? Kutaja jina la Bwana Mungu wetu bure. Hebu niambie kitu moja kwanza. Titus. Na uketipo uyanene maneno, uyataje maneno hayo. Na unatembea uyataje maneno ya nani? Hayo. Maneno gani? Maneno haya yaliyoandikwa pale. Ya nini? Ya kumpenda nani? Ya kumpenda Mungu. Na ujue Mungu ni ngapi? Ni mmoja. Ndio Uislamu akitembea anasema la ilaha illa Allah. Hapana mola isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. La ilaha illa Allah. Hivi ndio na utembeapo na uketipo na ulalapo lazima uyataje maneno ya Mungu. Na ndio mimi nikasema Waislamu daima wataje maneno, wamtaje Mungu kwa kutaka mapenzi ya Mungu na radhi ya Mungu, sio kumtaja. Kutaja ile kama mtu anasema urongo, anasema wallahi billahi, wallahi, hiyo sio, hiyo haitakikani. Wallahi maana yake ni kumwakilisha Mungu. Kwa hivyo hakikisha unachokisema kiwe ni kweli, unamshuhudisha Mungu awe shahidi. Usiseme tu wallahi na unadanganya. Hiyo utakuwa unamtaja jina la Mungu wako bure. Swali lingine. Ni sawa. Swali lingine niko nayo. Ya mwisho ndio mpe wazee wa. Sawa, barakallahu fiki. Unakubaliana na zile amri 10? Amri 10 ambazo Musa alipewa tena sana Mungu wa mbinguni. Tena sana. Unakubaliana nazo? Tena sana. Wewe unakubaliana nazo? Kabisa. Usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako urongo, usiwe na miungu mingine ila Mungu wa mbinguni. Kabisa. Sisi Waislamu. Okay, kuna hii amri moja. Na sijasema ati sababu mimi niko pale. Ndio. Naomba tu, unajua wakati tunaongea wengine hata wanajielimisha. Kabisa. Kuna hiyo amri ya 4. Wakati nilikuwa hapa nikasikia ukisema kuhusu si Jumamosi. Unashiriki lini? Ijumaa. Kasikia umeongea kuhusu Ijumaa. Ndio. Na ukasema hiyo ndio siku ya Mungu. Ndio sabato yetu sisi Waislamu. Ni sabato yenu nyinyi. Okay, swali yangu ni kama ndio sabato yenu, unaweza nionyesha kwa maandiko? Kwa Biblia. Inasemaje? Muikumbuke siku ya Ijumaa muitakase. Kama vile andiko, sababu tukiongea kuhusu Jumapili tutakuwa tunakosea, sababu Jumapili tunajua si siku ya Mungu. Ni kweli? Kweli ama uongo? Ni siku ya Mungu, haiwezi kuwa kweli siku ya Mungu. Tunamaanisha, tukiongea hivyo tunamaanisha siku ya kuabudu. Siku ya kuabudu. Si siku ya kuabudu ya Mungu. Kupitia kulingana na Wakristo yako, ndio unielewe. Kwa mafundisho ya nani? Ya Yesu ya Murumi. Imempasa. Enda tu kwa pointi yako. Wewe unataka kusema, nataka nijue sababu nyinyi mkue kwa siku ya Ijumaa ndio mkue mnaabudu pale. Na wale wengine wako Jumamosi pale. Na kuna wale wako Jumapili. Na wote wanasema wanaabudu Mungu. Ni sawa. Sasa ndio kwanza niulize. Wanaabudu Mungu. Ule Mungu anaabudiwa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Ni Mungu tu mmoja. Ndugu yangu, ni swali ngumu. Wewe unaabudu lini? Naabudu Jumamosi. Kwa andiko gani? Kwa andiko la Biblia. Toa, ukinipa hiyo viboko 10 unichape. Na sapa ni juu yangu leo.
Basi wacha ndio kabla sijaingia pale, ngoja nikuletee bakora. Sasa unaleta bakora ya kupeleka wapi? Unichape vidogo pale, tunaelimishana tafadhali. Haya, nipe katika Torati. Mungu anasema siku sita fanya kazi, ndio siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wangu. Alafu sisi Waislamu tulivyokuwa hatuna akili, mtu akikwambia tukutane tarehe mosi amemaanisha nini? Ati tarehe mosi. Sasa hata hiyo sijaisikia katika ukisoma. Na nikisema pili, tarehe pili ni siku ya pili ya juma. Na nikisema tatu, tarehe ya tatu ya juma. Sasa nikisema Jumamosi na maana gani? Jumamosi. Sasa wacha ndio nikujibu. Twende tu pole pole. Ngoja. Usinielewe hivi. Sikupeleki hivyo. Sisi tulikuwa tunaongea Kiswahili. Kweli. Imaisha Jumamosi kwa lugha ya Kiswahili maana yake ni moja. Abdurrahman umetumwa hapo. Abdurrahman umetumwa kabisa. Mtu akisema mosi maana yake ni moja. Kwa hivyo ukisema juma mosi maana yake umesema siku ya kwanza. Juma pili itakuwa ni siku ya juma tatu. Juma nne. Nimekuona sasa. Wewe mimi sioni. Siku ya kwanza wacha nijieleze. Wacha nijieleze. Alafu you prove me wrong. Okay, sawa. Ama tunaongea lugha ya Fransa. Endelea mwalimu. Sasa juma tatu, juma nne, juma tano. Kwa Kiswahili hii inaeleweka vizuri, si kweli? Ndio. Sasa wewe ikiwa unaniambia sabato, unashika siku ya sabato ni Jumamosi. Na aliambiwa ishike ni nani? Ni mimi, kwa sababu Musa ndio alipewa sheria. Alipewa sheria, uliniambia je, hizi sheria unazikubali? Mimi nikakwambia nazikubali zote. Si ni kweli? Ndio. Ukatoa amri ya ngapi? Amri ya 4. Ikumbuke siku ya sabato. Ukaniambia ni nini? Ni Jumamosi. Nipe andiko 16 Maliko. Jana Maliko 16 mstari wa kwanza na wa. Sio Musa? Nipe Maliko 16. Maliko. Si umesema nikupe andiko, mbona waniangalia? Yaani wewe nisomewe. Huyu jamaa mimi namshaka. Ameniambia wewe unazikubali sheria za Musa. Si yeye aliniambia. Ama ni mtu mwingine? Akaniuliza hizi sheria za Musa unazikubali? Nikamwambia zote nazikubali. Alafu amri ya 4. Katika New Testament, kwani hakuna sabato? Mimi sina shida. Iko sabato. Na shida ya kuongea sana ni tuache tusomewe. Old Testament iko sabato. Old Testament. Kuna masabato yako pale. Nakuuliza hivi, unaamini sheria alizopewa Musa? Ndio. Zote? Ndio. Ama nusu? Zote. Alipewa sabato ni Jumamosi. Andiko. Walimu andiko liko lakini hutapata Jumamosi. Andiko liko lakini Jumamosi hutapata. Sasa wewe ulijuaje ni Jumamosi na Musa hajui? Basi wacha nikuelezee. Mimi sitaki maelezo, nataka andiko. Kama tunaeleza na maandiko. Tunaongea sana, si tunaeleza na maandiko. Na maandiko ya nani? Maandiko ya Marko ambaye alikuwa mtume wa sabato. Wacha usikie. Wacha tusome andiko, wacha kuenda sana. Nini? Unajua inakupiga. Ama uniambie hiyo ya Musa uamini. Nakuuliza, hiyo andiko unalipinga kwa nini? Mimi silipinga. Sasa wacha tusome. Mimi niko kwenye statement yako. Ulipokuja ukaniambia, "Je, unaamini sheria alizopewa 10 za?" Sisi alisema. Ndio, ndivyo nimesema. Marko alikuwa wakati wa Musa. Mimi nitakupa katika Biblia maandiko. Mimi nasema hivi, nitakupa usome. Lakini aliyepewa amri 10 nani? Ni Musa alipewa. Akaambiwa ikumbuke siku gani? Ya sabato. Na aifanye nini? Aitakase. Na afanye nini? Na aishike. Siku 6 afanye kazi, 7 ni sabato ya Bwana. Na nikitoa andiko kwa nini unapinga? Very good. Ukaniambia hizi sheria za Musa kama mimi nafanyaje? Unazishika. Na wewe unazishika? Si ndio? Wapi Musa alishika sabato Jumamosi? Very simple. Hatukuwa tunaongea kuhusu Musa kushika siku ya sabato. Na wewe tunaongea kuhusu. Asante. Kwa hivyo aliyepewa sheria tusiongelee yule aliyepewa sheria ya sabato, tuachane na yeye, tushike mtu mwingine. Asiwache niache kutoa hiyo andiko sababu unaona umelipiga sana. Mpe lisome. Ikisema sabato Jumamosi, bakora iko hapa. Jamani, ameniuliza Musa, nikimuuliza Musa anaruka. Mariko ni mtu amekuja miaka 300 iliyopita baada ya kuondoka Yesu kwenda mbinguni. Tena hata sio Mariko. Lakini mpe asome ikisema sabato Jumamosi viboko. Naam. Haya wewe kunywa Inasemaje?
hata Sabato ilipokwisha kupita, Maria Magdalena na Maria mama Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma, wacha afike pale. Kulingana na vile nimesema Jumamosi ni Saturday, ni kuanzia hapo sasa. Kuanzia wapi? Amesema siku ya kwanza ya juma. Na sababu nilienda shule, mwalimu wangu alikuwa ananifunza siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Yeye alikupotosha. Sikiza, alinisomesha kulingana hata venye yeye alisoma. Na mimi nikisoma siku zote saba, nikianzia siku ya kwanza ya juma, siku ya Sabato ni Jumamosi. Kulingana na venye nasoma. Kwa siku ya kwanza ya juma inaitwaje? Ni Jumapili. Jumapili ndio. Ukaambiwa 2 ni moja. Mimi nilifunzwa hivyo kulingana na venye nilienda shule. Mpe huyo 22:29 Mathayo. Nikumalizia. Ukaambiwa 2 ni moja. 1 + 1 = ndio hawa. Akaambiwa Jumapili pili 2 ni moja. Na 3 ni 2. Na 4 ni 3. Inna lillahi. Ndio nikakwambia kwa Kiswahili chepesi mosi ni moja. Watu wanaiona hii watakucheka. Kama utasema Jumapili ni siku ya kwanza wakati ni Jumapili siku ya pili, watakucheka. Watakucheka tena vibaya. Titus, umechoma CV. Nataka unipe mpaka hiyo Ijumaa, wacha unasema hivi. Mwalimu, inasema hivi. Inasemaje? Akajibu. Yesu akajibu akamwambia Titus, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Sasa amepotea, ananiambia ati mwalimu wake alimfundisha Jumapili ni moja. Lakini sikiza Qurani 62:9 Qurani. Waidanudia tisarati milioni Juma. Hatubahatishi sisi. Ijumaa sisi hatubahatishi. Tunataka andiko Sabato Jumamosi. Tufunge mchezo. Kama hakuna kitchen. Inasema hivi. Mtajua Waislamu dini yao wabahatishi. Si mchezo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Enyi mlioamini Waislamu. Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala. Siku ya Ijumaa. Siku gani? Siku ya Ijumaa. Rudia tena. Siku ya Ijumaa. Inaendelea na kusema. Ndio. Nendeni upesi. Kumtaja Mwenyezi Mungu. Inatosha. Inasema tena kwa lugha yake siku ya Yumul Jumaa. Sisi hatuna wasiwasi. Tukaambiwa kukiadhiniwa hiyo ni siku tumefaradishiwa kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu kwa upesi, tena tuharakishe, tufunge biashara, tuache twende tukamtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiisha sana tukatafute. Swali langu ndogo, sitaki mwalimu alikufundisha. Sitaki nini? Wapi Sabato Jumamosi? Mpe mai. Kama hakuna sema hakuna, utafanya research tukutane kesho. Mwalimu, alafu huyu unajua amesema sio Mkristo. Atuambie dini yake ni gani? Amesema sio Mkristo na sio Muislamu, dini yake gani? Myahudi. Wacha nimjibu. Kwani Ukristo ni dini? Ati anataka nikuwe Mkristo. Ukristo ni dini, sio dini. Ni watu wamepotea tafadhali. Sasa hata wenyewe hao wajulikana, lakini Ukristo si dini. Sasa Ukristo umeletwa juzi na Mrumi tukijua. Ni nini tunaingia kwa Ukristo? Waislamu tajibini. Jamaa ameruka wazi. Amekwambia wewe mwalimu wangu, yani yeye sio Mkristo, sio Muislamu, na hana dini. Amesema hata kama yulikani lakini yeye si Mkristo. Ukristo sio dini amesema. Maana